Tunaizungumza michezo kwa ukubwa. Hii ni Mtanange TV na mimi ni Salome Naftari. Tuko hapa na mikoa Kisugu. Kubwa zaidi ni msiba mzito ambao umekumba klabu ya Simba ambao umetolewa taarifa hii leo asubuhi kabisa. Huyu ni kiongozi wa Simba ambaye ni kaimu mwenyekiti wa mashindano wa klabu ya Simba, Idi Kajuna. Tuko na mikoa Kisugu kuzungumza naye kuhusiana na huu msiba mzito, lakini anakumbuka nini zaidi kutoka kwa marehemu Idi Kajuna. Kwema mikoa? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tunapumzi, tunapumua. Lazima tuseme kwema. Lakini Salome, leo tuko katika kipindi kigumu sana wana Simba. Leo tuko katika kipindi kigumu sana kumpoteza jemedari wetu. Niishie kusema kulli nafsi zaikati mauti. Kwa kila nafsi iliyoumbwa katika hii dunia itaondoka. Lakini kimsingi Salome, umesema nini utakumbuka kwa Idi Kajuna? Moja kitakacho nikumbusha zaidi na kuendelea kumkumbuka namna ambavyo alivyokuwa mpambanaji juu ya kuipambania Simba yetu. Nimemfahamu Idi takriban miaka 17 mpaka 18 iliyopita ndani ya Simba Sports. Lakini moja ambalo nitaendelea kumkumbuka zaidi, pale ambapo alipopata ajali Idi na kupoteza mguu wake. Naamini alitengeneza historia ambayo bado naitafuta kwenye Simba. Hakuna mwana Simba mwingine anatengeneza historia. Idi wakati yuko hospitali Muhimbili amelazwa kwa hayo matatizo ya mguu wake, kipindi hicho Simba ikawa inacheza, lakini ndo mgonjwa pekee kwa siku ile alitoroka hospitalini Muhimbili na kwenda kuangalia Simba Taifa. Hapa unatakiwa Salome uvute picha. Bado mwanadamu yuko hospitali. Bado alikuwa na matatizo ya mguu, amepata nini? Ajali. Lakini bado alitoroka kwa mapenzi yake na mahaba yake makubwa. Alijaribu kukodi gari, alijaribu kutoroka, alifanikiwa, akaenda kuiangalia Simba yake katika uwanja wa Taifa. Kwa hiyo hilo nitamkumbuka zaidi. Lakini pili, wakati tuko Mbeya muda mrefu sana, nafikiri ilikuwa miaka ya 2012 2013, Simba tulikwenda kucheza Mbeya. Mechi ilikuwa ngumu sana wakati huo. Ile mechi baada ya kusha na kupata matokeo, nakumbuka Idi alinifuata kwenye hoteli ambayo mimi nilokaa, akaniambia, Kisugu, kwanza nakupa hongera kwa namna ambavyo ulivyopambana. Na nikuombe mechi hii baada ya kusha, kwa namna ambavyo hii mechi ilivyokuwa mchaka, usirejee Dar es Salaam na barabara. Nitakuchukulia tiketi ya ndege, tarejea Dar es Salaam. Lakini Idi, kabla ya mabadiliko ya katiba ya uendeshaji wa klabu ya Simba, Idi alikuwa mjumbe wa klabu ya Simba. Leo hii Idi anakuja kutuacha. Idi anatuaga. Idi anatangulia mbele za Mungu akiwa makamu mwenyekiti wa kamati ya mashindano mwaka huu. Nafikiri kila mwana Simba anajua namna ambavyo wamba hawa katika ile kamati walivyokwenda kupambana na kufanikiwa kurudisha faraja kwenye Simba. Wakati tuko Arusha, mechi ya nusu fainali ya CRDB, Simba na Coastal Union ya Tanga, almarhum Idi Kajuna, yeye ameshatangulia mbele ya haki. Kama anadanganya Mungu anihukumu. Ananipigia simu asubuhi, Kisugu uko wapi? Nikamwambia, kiongozi, nimeamka salama na afya njema, napata riziki na kuna chai. Jibu lake aliniambia, Kisugu, achana na chai, njoo sehemu fulani, mimi nipo. Nikachelewa dakika 5, akanipigia tena simu, kaka uko wapi? Nikamwambia anamalizia, akaniambia hapana, chukua pikipiki njoo. Neno lake la mwisho ananiambia, Kisugu, hatujaja kunywa chai na kula, tumekuja kuipambania Simba kuweza kupata matokeo.
Salome, amini hiki ambacho ninachokwambia. Nafika katika lile eneo, almarhumu Idi nimekutana naye kwenye geti, anatoka yuko kwenye gari aina ya Noah. Ananilaumu, ananiambia mimi ndio nilikuwa naondoka. Anamwambia kiongozi unasemaje? Ananiambia kuna 1, 2, 3. Pole sana Mikoi. Mimi naamini kikubwa kilichobaki ni kumwombea. Na sisi Waislamu tunaambiwa msiba ni mawaidha tosha kwa mwanadamu. Hata wale ambao sio kwa Waislamu waamini, msiba unapokwenda kumzika mwanadamu mwenzio, amini ni mafundisho tosha. Lete fikra ya kawaida, sema huyu ninayemfukia kwenye shimo la futi 6 leo, kesho nami nitafukiwa. Amini unapokwenda msibani. Usilete mawazo ukasema yawezekana mimi nikafia baharini, samaki akanila, kaburi litaniponya. Ukisoma vitabu vyote bado tumbo la samaki linakwenda kuwa ndio kaburi lako. Na msiba unatukumbusha kumrejea Mwenyezi Mungu. Leo hii Salome, pita kwenye makaburi. Nikuombe jambo. Ukishapita kwenye makaburi kuna yale mashahidi. Kuna tarehe zinakwenda kuandikwa kwamba marehemu huyu alikufa lini na alizikwa lini. Yako maandishi unayaona, unaona kabisa huyu miaka aliyokufa ni miaka 200 iliyopita. Lakini leo Salome, hakuna mwanadamu ambaye yuko hata na miaka 150. Salome, hii ni nini maana yake? Dunia tunapita. Leo Idi amerejea, kesho Kisugu naye atarejea, kesho kutwa Salome naye atarejea. Hakuna kiumbe kitakachobaki chenye nafsi katika hii dunia. Ukitazama historia yake, namna alivyohudumu ndani ya Simba ni muda mrefu sasa, toka 2018 huko 2014 alikuwepo akihudumu kwenye nyanja mbalimbali. Ukitazama aliwahi kuhudumu kama mjumbe wa baraza la ushauri lililoundwa na rais wa klabu Mohamed Dewji pia, lakini amewahi kushika nyadhifa mbalimbali ikiwemo kaimu makamu mwenyekiti wa Simba mwaka 2017 na mjumbe wa kamati ya utendaji kuanzia mwaka 2014 hadi 2018. Kwa historia Mikoi na namna ambavyo amehudumu kwa muda mrefu ndani ya Simba, ni wazi kwamba mmepoteza kiongozi sahihi ndani ya Simba. Leo wakati niko kwenye gari asubuhi leo, sikupitia sana kwenye mitandao ya kijamii. Wakati naweka ile post yangu tu amka na Kisugu, sikutaka kuangalia kitu kingine kinachoendelea. Wakati niko kwenye gari napokea simu ya kakaangu Abdallah. Ananipa taarifa, nilistuka sana. Lakini baada ya kupata taarifa za msiba, nikaleta kumkumbuka marehemu Hans Pop. Namna ambavyo alivyokuwa anapambana marehemu Hans Pop, ndivyo ambavyo alivyokuwa anapambana marehemu Idi Kajona. Sitaki kuzungumza mengi, lakini nasema nahisi au niseme sihisi. Sidhani kama pengo lake Idi linaweza kusibika kwa haraka. Sidhani kama ilivyokuwa kwa marehemu Hans Pop. Kuna muda baada ya Idi kushika nyadhifa mbalimbali, kuna muda akawa free, hakuna nafasi yote Idi aliyeshika. Lakini ukisikia Simba inacheza kila mkoa, Idi Kajuna yupo. Warejee wana Simba, tunakwenda kumfunga Dar es Salaam Young Africans, ngao ya jamii Kigoma. Historia na namna ambavyo marehemu Idi Kajuna alivyopambana kwenda kupata matokeo.
Huko msemo mtaani Waswahili wanasema, katika lugha za mitaani wanasema Simba tumepoteza jembe. Leo Idi amelala, hawezi kunyanyua mkono, hawezi kusema tena, hawezi kula wala hawezi kunywa. Nyakati ngumu, nyakati ngumu. Yako maneno ya kipuuzi watu wanazungumza. Kabulini hakuna mashaka, kwa sababu aliyekwenda, hakuna aliyerudi kukupeni stori za huko ambako mnako kwenda. Haya ni maneno ya kipuuzi, maneno ya mtaani. Lakini kaburi lina nafasi mbili, Salome. Kaburi inawezekana ikawa moja ya sehemu kujionea vijana wa mjini, ikawa sehemu ya kupumzika vizuri, lakini pia kaburi inaweza ikawa sehemu ya adhabu, kwenda kupata adhabu kwa namna ambavyo ulivyotenda katika ya dunia. Inauma. Ni waombe wana Simba, ni waombe wa Tanzania, ni waombe watu wa mpira, tukutane leo Kisutu kwenda kumsindikiza ndugu yetu. Mikoe, kumbukumbu bora zaidi ambayo ameiacha hivi karibuni Idi Kajuna, ambayo hata video nao pia umeiposti, ni wakati wa kuchukua kombe la CRDB mkiwa Pemba, akionyesha furaha yake zaidi baada ya kulibeba lile kombe baada ya kuwa kwa muda mrefu hamna makombe ndani ya Simba. Ni kumbukumbu bora kwa upande wake pia. Yes, ni kumbukumbu bora kwanza kwa wana Simba wote, baada ya takriban kukaa muda mrefu kuto kupata taji la aina yote. Tunakwenda kuchukua kombe la Muungano, tunafunga watani wetu. Idi ni makamu mwenyekiti wa kamati mashindano. Tunakwenda kumfunga Azam, tunachukua kombe la CRDB. Idi ni makamu mwenyekiti wa kamati mashindano. Hii nini maana yake? Maana yake anabaki kwenye kumbukumbu nzuri, atabaki kwenye historia nzuri. Kuna namna ambavyo baada ya mateso ya muda mrefu, yeye alipoingia kwenye kamati ya mashindano kushirikiana na management ambayo iko madarakani, anakwenda kutuaga vizuri, kutuachia faraja wana Simba. Tubaki kumwombea. Lakini leo ukimwachia Idi kuzungumzia kama kiongozi wa Simba, lakini moja katika wanadamu alikuwa na mapenzi makubwa na wana Simba ni Idi Kajuna. Idi, nina ushahidi, ulikuwa ukinyanyua simu yako kumpigia Idi, kiongozi, nahitaji kwenda Arusha, nimepungukiwa. Moja katika watu wepesi walikuwa wanachangia kuhakikisha kwamba wanapata nafasi kwenda kuisupport Simba ni Idi Kajuna. Iwe ndani ya nchi, iwe nje ya nchi. Tumepoteza mtu. Tuko katika nyakati ngumu sana leo Simba. Baada ya hii posti Mikoi ya Simba kwenye peji rasmi ya Simba, nimeshuhudia pia Ally Shabani Kamwe amekuja kutoa pole kwa upande wa Simba, lakini wachambuzi wengi sana nimeona wakieleza sifa zake nzuri kwamba alikuwa ni kiongozi bora sana. Hii pia inatukumbusha kwamba tuko wamoja kiasi gani. Ally Shabani kama ameposti pale na kuwapa pole wana Msimbazi, lakini kwenye peji yako pia nimeona kiongozi wa Azam FC pia amekuja na amewapa pole Mikoi. Hii inaonyesha mpira sio adui, na inaonyesha kuna maisha baada nini mpira. Na hii inakwenda kutoa funzo kwa vijana ambao wanaoamini Simba na Yanga nini ni maadui.
inakwenda kutoa funzo kwa vijana wanaoamini Azam na Simba ni maadui. Tofauti ya Simba na Azam kwenye dakika 90, tofauti ya Simba na Yanga kwenye dakika 90. Hii inatuonyesha kwamba sisi sote nini? Ni wamoja. Leo hii tunazungumzia namna ambavyo tunamzungumzia namna ambavyo Ali Shabani Kamwe alivyokuja kutoa pole. Mimi jana katika watu ambao walipata nafasi ya kushiriki msiba wa baba yake Meja Kunta ni mimi. Na hii yote inaonyesha namna ambavyo jamii ya Kitanzania tunaishi kwa upendo, tunaishi kwa umoja na tunaishi kwa amani. Na hii yote inafanyika, msingi wake ni amani. Tuchukue muda mrefu sana kuomba amani ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo pasipokuwa na amani hakuna jambo jema linaloweza kufanyika. Salome. Shukuru sana. Asante mkuu.